na kuibua wasiwasi duniani kote baada ya Iran kushambulia kambi za kijeshi za Marekani nchini Qatar na Iraq kama jibu kwa mashambulizi ya Washington dhidi ya vituo vyake vya nyuklia. Hali ya taharuki iliongezeka huku wachambuzi wakihofia kuongezeka kwa mapigano. Hata hivyo, muda mfupi baadaye rais wa Marekani Donald Trump alitangaza kupitia mtandao wake wa Truth Social kwamba Iran ilikuwa imetoa onyo mapema kabla ya mashambulizi hayo aliyoyataja kuwa dhaifu, na kwamba Israel na Iran wamekubaliana kusitisha mapigano, na Rais Trump alisisitiza kuwa wakati wa vita umekwisha. Lakini licha tangazo hilo, mashambulizi yameendelea kuripotiwa. Iran inasema itaacha kushambulia iwapo Israel itasitisha uchokozi, huku Israel ikidai Iran imevunja makubaliano na kuamuru jeshi lake kujibu mashambulizi hayo. Je, kuna nafasi halisi ya makubaliano haya kutekelezwa? Nani kwa kiasi gani diplomasia inaweza kuwa njia ya kweli ya kumaliza mzozo huu? Kuyajadili haya kwa njia ya simu nipo na wachambuzi wawili, Harrison Mwilima, mtaalamu wa siasa za kimataifa, na Bandio Mubelwa, mwandishi habari anayefuatilia kwa karibu mzozo huu. Labda karibuni sana kwanza katika mjadala wetu. Asante sana. Sasa swali hili labda ni litoe kwenu nyote wawili. Tulitarajia kauli ya namna hii kutoka kwa Rais Trump kuishukuru Iran kwa kutoa taarifa mapema kabla ya mashambulizi na kisha kutangaza kuwa wakati wa vita umekwisha, akieleza matumaini ya kurejea kwa mchakato wa amani Mashariki ya Kati. Hili mlilitarajia? Tuanze kwako Harrison. Swala hilo kwa kweli hatukulitarajia, kwa sababu tunakumbuka kwamba hapo awali alisema kwamba baada ya yale mashambulizi aliyoyafanya, alisema kwamba Iran ikifanya mashambulizi katika sehemu zozote, kambi zozote za kijeshi za Marekani au sehemu zozote za Marekani, alisema kwamba ataishambulia Iran kwa nguvu kubwa sana. Kwa hiyo tulivyoona jana kwamba Iran imeshambulia ile kambi ya jeshi ya Marekani ya Qatar na Iraq, kwa hiyo watu wote tulijua kwamba kitakachotokea sasa hivi ni kwamba eneo hili la Mashariki ya Kati linaingia sasa kwenye vita, kwa sababu tulijua kwamba Marekani ataingia kwa nguvu zote Irani. Lakini tumeona kwamba huu ujumbe aliotoa Donald Trump nadhani umeleta kidogo amani mioyoni mwa watu wengi, kwa sababu kuona kwamba hata yeye mwenyewe Trump nadhani ametoa ujumbe huo na hamasa hii ya kusitisha mapigano kwa ajili ya kuangalia, kwa sababu angesema kwamba ingie Iran sasa hivi ina maana ingekuwa ni mgogoro wa muda mrefu sana. Bandia, kwako Mubelwa, hilo upande wako ulilitarajia, limekushitua ama? Kama mtu yote nafikiri limenishtua kidogo, kwa sababu sio kauli ambayo hasa baada ya kuwa wamewekeana ile wanasema red line kwamba ukifanya hivi kitakuta hiki. Kwa hiyo imekuwa jambo la kushangaza kidogo, lakini kwa mimi niliyoko hapa pia ninaelewa pressure ambayo yuko nayo Donald Trump hivi sasa, hasa kwa sababu aliamua kuingia kama rais mtaka amani. Lakini hata ndani ya chama chake wale ambao wanafahamika pia kuwa ni wafia MAGA, wanaofia wamekuwa wakipinga nchi kuingia katika vita nyingine, na walitumia hii kama sehemu ya sera ambayo ilikuwa inataka kuonyesha kwamba wao ni viongozi wa kujali Marekani kwanza na hataki kuingia katika vita, na walikuwa wakimpamba Rais Donald Trump kama rais wa amani na mwenye uwezo mkubwa wa kucut deals. Sasa hii ilionyesha upande wa pili. Kwa hiyo nafikiri walipoketi naye waliweza kumshawishi na kutambua kwamba hii ukiingiza haitakuwa tu vita kati ya Marekani na Iran na Israel, lakini sasa wakianza kupiga katika sehemu kama Qatar nao watalazimika kuingia ili kujilinda wakipiga Saudi Arabia. Kwa hiyo walisi kwamba angeanzisha vita vikubwa zaidi kuliko vile ambavyo walipata kulaumu huko nyuma, na tunaamini kabisa ndio sababu ameamua kurudi nyuma na kuamua kuchukua njia aliyochukua hivi sasa. Labda nije kwako Harrison, kama ulivyosema hapo, Trump alionya Iran wazi kwamba ikiwa italipiza kisasi basi Marekani ingetangaza mashambulizi zaidi, lakini baada ya Iran kufanya hayo mashambulizi kama tulivyoshuhudia, Trump alibadili msimamo na kutangaza kusitishwa kwa vita. Unadhani ni nini kilichobadilika nyuma ya pazia, Harrison? Nadhani kama alivyoashiria hapo Bwana Buberwa kwamba ameangalia siasa za Marekani zinavyoenda. Kwa mfano tunaona kama chama chake kama Buberwa alivyosema kiligawanyika. Kuna watu wa Republican
walikuwa wataki hivi vita, lakini kuna wale watu wa MAGA walikuwa wanataka hivi vita, na pia tunajua kwamba bwana Trump hivi karibuni atakuwa na hizi midterm elections, uchaguzi wa katikati. Kwa hiyo hayo yote ni mambo ambayo amejaribu kupima na kuangalia kwamba inabidi kubadilisha mwenendo huu. Lakini pia tukiachilia upande wa Marekani, tunaweza tukarudi pia upande wa Iran. Tukarudi upande wa Iran na kuangalia kwamba kwa jinsi alivyoona ni kwamba Iran imejizatiti na ilikuwa inataka kuendelea na Iran ilikuwa inaonyesha kabisa kwamba haitaweza kumnyenyekea Marekani. Tunakumbuka kwamba Donald Trump alisema inabidi iende kwenye mazungumzo, Iran inabidi iende kwenye mazungumzo, la sivyo itashambuliwa zaidi. Kwa hiyo tumeona msimamo wa Iran kwamba imesema haitanyenyekea Marekani na imeweza kufanya mashambulizi. Kwa hiyo hili swala la Iran nadhani pia limemfanya pia abadilishe mwelekeo. Tukiangalia pia na upande wa Israel, tunajua kwamba ndio, ingawa Israel ndio ianzisha hivi vita, lakini tunajua kwamba Israel kuna shughuli nyingi sana katika hizi siku 12 zilizopita. Kuna shughuli nyingi sana ambazo zimesimama. Watu wengi walikuwa wanaishi kwa hofu, kwa sababu yale makombora ya Iran pia yalikuwa yanapenya. Kuna watu zaidi ya 30, takriban 30 wamefariki. Kwa hiyo na pia shughuli za kiuchumi zilisimama, hamna ndege zinazoruka. Kwa hiyo hata kumfanya Netanyahu, kwa sababu tukumbuke kwamba Netanyahu alisema na malengo yake, na bila kutimiza hayo malengo yake hawezi kusitisha hivi vita. Lakini tunaona kabisa malengo ya Netanyahu hayajatimia, lakini Netanyahu mwenyewe ameweza kukubali kusitisha haya mapigano. Kwa haraka Harrison, kabla sijakwenda kwake Mubelwa, maana Tatu Karema pia yupo upande wa studio kutueleza yale wasikilizaji wanayoyasema kuhusiana na mgogoro huu wa Israel na Iran. Tuzungumzie haya makubaliano yanayoyumba pamoja na tangazo la kusitisha mapigano. Bado kuna ripoti za makombora kuendelea kurushwa katika pande zote mbili. Kwa hali hii, kuna uwezekano kweli wa makubaliano hayo kutekelezwa kwa ufanisi? Nadhani uwezekano upo, kwa sababu hii ni kawaida. Makubaliano ya kusitisha mapigano yanapoingia, mara nyingi hizi pande mbili huwa zinaweza kufanya mashambulizi ya mwisho kuona kila mtu anajaribu kuwahi kufanya mashambulizi kabla ya ule muda kuanza. Kwa hiyo mimi naamini kabisa haya makubaliano yanaweza yakaenda muda mrefu. Na tukumbuke kwamba nadhani kwa Iran, nadhani kuna uaminifu ambao umepotea, kwa sababu tukumbuke kwamba kabla ya mashambulizi haya Iran ilikuwa inafanya majadiliano na Marekani. Lakini tunakumbuka kumbe Marekani wakati anafanya majadiliano hayo, huku chini alikuwa anamruhusu Israel kushambulia Iran. Na tukumbuke pia alisema kwamba baada ya wiki 2 atafikiria kama aweze kuivamia Iran au hapana. Lakini hata kabla ya wiki 2 hiyo kuisha, akafanya mashambulizi yale Iran. Kwa hiyo haya yote yamepelekea kufanya Iran kutoweza kuiamini Marekani. Kwa hiyo hata ule ujumbe ule ulivyotoka kwamba sasa makubaliano yamefikiwa, nadhani pia Iran kama bado haiamini Marekani, na swala hili nadhani litachukua muda mrefu sana mpaka kurudisha matumaini haya kuelekea Marekani na Israel. Asante Harrison. Kabla tuja kuvuka kwenda kwake Mubelwa, Tatu Karema, sijui hapo wasikilizaji wanasema nini kuhusiana na swala zima hili? Na Mamina Jumadunga hapa anasema diplomasia itamaliza kwa haraka mzozo wa Iran na Israel. Dunia inataka kuona mzozo huu ukimalizika. Musa Kimwere akiwa Arusha anasema kiukweli mazungumzo kati ya Iran na Netanyahu yatakuwa na manufaa endapo Netanyahu atamalizwa nguvu na utawala wa Iran kwa kuhisi maumivu ya hasara kama vile inavyotokea kule Gaza. Na Gulian Omari anasema kuhusu huo mzozo wa Israel na Iran, diplomasia haiwezi kusaidia lolote, maana kuna upande unakusudia kukandamiza upande mwingine. Ndio maana diplomasia ina asilimia finyu kuleta maelewano. Sawa, asante Tatu Karema. Naona muda haupo nasi, ningelipenda tuendelee, lakini nije kwako Mubelwa, sijui kama bado upo katika laini ya simu. Nipo. Mtazamo wa Marekani wa Marekani uko wapi kuhusu mzozo huu? Je, wananchi wanaunga mkono namna Rais Trump alivyojiingiza na kushughulikia mgogoro huu kati ya Israel na Iran? Hapana, wengi hawaungi mkono, lakini wapo wale ambao wanasema ni wale watu wa MAGA, Make America Great Again. Kuna watu ambao wanamuunga mkono Trump kama Trump katika lolote analolifanya. Asilimia kubwa kama tulivyozungumza, hata ndani ya chama cha Republican wenyewe waonekana hawakutaka kabisa kuingia katika vita vingine.
Na ukumbuke kama alivyosema ndugu yangu Harrison hapo, kuna uchaguzi wa katikati ya muhula ambao utafanyika mwakani, na katika wakati huo hizi kampeni kitu gani ulikiunga mkono wakati wa masuala kama vita? Unaposema kwamba unataka kukata matumizi, lakini unataka kuingia tena katika alama nyingine za kurusha ndege zaidi ya 14 kusafiri saa 18 kwenda kudondosha mabomu ya tani kadhaa na kurudi, ni gharama katika nchi, na pia ni kinyume kidogo na utaratibu, kwa sababu walisema maamuzi yale walistahili kuyapitisha katika bunge. Kwa hiyo wengi hawaungi mkono manasema Marekani ambao tunasikiza, wengi wanakuwa hawaungi mkono, lakini unapoona hata sehemu ya Republican waziwazi wanaanza kutounga mkono haya mambo, unaanza kuona kwamba kuna kugawanyika ndani ya chama, na ndio namna pekee ambayo tunaamini amefanyika maamuzi, kwa sababu Rais Donald Trump asingekubali kufanya hivi kama kusingekuwa kuna hatari ya yeye kuporomoka ama umaarufu wake ama chama chake kukosa viti ama ushawishi katika uchaguzi ujao. Haya, kwa kifupi tu kwa kuzingatia hali ya sasa na misimamo ya pande husika, kuna nafasi yote ya juhudi za kidiplomasia kuzaa matunda na kuleta utulivu wa kudumu katika Mashariki ya Kati? Kwa kifupi tu kwako Mubelo wa swali hili, alafu nirudi kwako Harrison unipe majibu yako pia. Ya diplomasia lazima vita yote umalizwa kwenye kiti na meza, kama alivyosema mchungaji Ananja. Haijalishi mtapigana kwa kiasi gani, lakini hata mtakapokuja kutangaza kushindwa au kushinda itafanyikia katika meza. Kwa hiyo nafikiri sasa hivi ni wao tu wenyewe watatafuta namna ambayo hakuna atakayeonekana mshindi sana, hakuna atakayeonekana mshindwa sana, lakini lazima waketi ili kuweza kumaliza. Inawezekana, na pengine sasa hivi inaweza kuwa ni wakati mwafaka zaidi kuliko kama wataendeleza juma moja ama mwezi mmoja mapigano. Harrison, kwako juhudi za kidiplomasia, nafasi yake ya kuzaa matunda katika kutuliza hali? Nafasi ipo, lakini diplomasia hiyo lazima itengeneze tena uaminifu, kwa sababu tukiangalia pia diplomasia ilikuwa inaendelea, lakini wakafanya mashambulizi lakini pia tukumbuke kwamba nilikuwa nafuatilia siasa za Iran, nikaona kabisa kwamba kwa mfano hii kamati ya ulinzi ya bunge imeitaka serikali kujitoa katika ule mkataba wa nyuklia wa NPT. Ndio. Sasa NPT, mkataba wa nyuklia. Kwa maana hiyo sasa, kama Iran itataka kujitoa katika ule mkataba wa nyuklia, inamaanisha hapo sasa ili shirika la IAEA litashindwa kuingia Iran kuweza kufanya uchunguzi. Itamaanisha sasa hapo kuna mambo mengi ambayo yataweza kutokea kuweza sasa kufanya mambo yakarudi nyuma zaidi kuliko yalivyokuwepo hapo mwanzoni. Kwa hiyo diplomasia inawezekana, lakini diplomasia hii lazima iende na kurudisha ule uaminifu ambao ulikuwepo hapo awali. Bila uaminifu nadhani itakuwa ngumu sana. Asante sana.